Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa bado tunakupa yanayojiri ulimwenguni, lakini mjadala wetu kwa sasa ni kwa nini Rais wa Marekani Donald Trump aliamua kutangaza kusitisha mapigano kati ya Iran pamoja na Israel. Jambo la kwanza ni namna ambavyo vita hivi vimeanza. Mpango wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilikuwa kuharibu miundombinu ya nyuklia ya Iran kutokana na hofu yake kwamba Iran huenda ingekuwa na silaha za nyuklia na ndio lingekuwa tishio katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Netanyahu aliungwa mkono kikamilifu na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye ikafikia hatua akaandika barua kwenda kwa Ayatollah Al-Khamenei wafanye mazungumzo juu ya suala la nyuklia, hasa mpango wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao rais huyo wa Marekani katika awamu yake ya kwanza mwaka 2018 alijitoa rasmi. Lakini jambo la pili linakuja baada sasa wakati wa mazungumzo, hasa katika awamu ya 6 mazungumzo hayo ambayo yalikuwa yakiendelea. Ni Israel ambayo ilianzisha mashambulizi mnamo Juni 13 ikifanya mashambulizi katika vituo vya nyuklia vya Iran, lakini pia maeneo ya kambi za kijeshi na kuua baadhi ya makamanda wa Iran wakiwemo kina Hussein Saddam na wengine wengi ambao wameuawa kutokana na mashambulizi ya kushtukiza yaliyofanywa usiku na Israel. Hili lilifanya Iran kuhakikisha inarudisha mapigo, ikitangaza lazima itahakikisha inafanya mashambulizi mazito ndani ya Iran. Hata hivyo, mapigano hayo yaliyoenda ndani ya siku 12 yalisababisha hasara kubwa mno kati ya mataifa yote mawili, huku majengo yakivunjwa kwa wingi, lakini miundombinu ikiharibiwa na mambo mengi ya hasara yamesababishwa huko nchini Iran, lakini pia na hata upande wa Israel. Jambo la msingi ambalo sasa lilikuwa ndio mpango halisi wa kuweza kumaliza kile ambacho Bwana Netanyahu alikitaka ni juu ya kumaliza masuala ya nyuklia, lakini pili walikuwa na mpango mwingine wa kuhakikisha wanauondoa uongozi uliopo madarakani. Bwana Benjamin Netanyahu, moja kati ya kitu ambacho alikihitaji kutoka kwa Marekani ni kupata bomu ambalo lingeweza kuharibu kabisa kiini cha nyuklia nchini Iran, ambacho ni pale Fordo, moja kati ya vinu vya nyuklia ambavyo ndio vilikuwa vikirutubisha uranium kwa wingi, na inadaiwa wakati ambapo walikuwa kitafakari ni jinsi gani ya kuweza kukiharibu kinu hicho, inadaiwa pia kulikuwa na karibia kilo 400 za uranium ambazo tayari zimesharutubishwa. Hii ilikuwa ikidaiwa kwamba huenda ingeenda hadi 60% ya urutubishaji wa uranium ambao ungeweza kutengeneza kombora la nyuklia, jambo ambalo walikuwa wakitaka sasa wahakikishe wanaharibu kila kitu katika kituo cha nyuklia cha Fordo. Lakini Iran inadai kwamba iliondoa vitu vyote ambavyo ni muhimu sana na ambavyo vingeweza kuleta madhara endapo kungekuwa na shambulizi katika eneo hilo. Kilichotokea ni kwamba Marekani iliyosema kwamba baada ya wiki 2 itaweza kufanya maamuzi juu ya kushambulia Iran ama la, iliamua kufanya shambulizi usiku wa manane kushambulia vinu vitatu vya nyuklia vya Fordo, Natanz pamoja na Isfahan, ikitangaza kwa ujasiri na ufahari kwamba wamemaliza mzizi wa fitna katika Mashariki ya Kati, jambo ambalo baadaye Iran ilikuja kutathmini na kuona kwamba hakuna uharibifu mkubwa uliofanyika kutokana na mashambulizi haya. Hata hivyo, baadaye asubuhi yake Iran iliendelea na mashambulizi yake nchini Israel na kuharibu miundombinu kama kawaida yake, ikirusha makombora mazito ambayo bado mengine hawakuyatumia katika uwanja wa vita. Lakini hili lilitoa mshtuko mkubwa, ambapo pia inadaiwa Iran ilitumia mfumo mwingine wa kuweza kusababisha kuharibu mfumo wa rada nchini Israel na kusababisha mkururo wa mashambulizi ambayo hayakuweza kugunduliwa na kudunguliwa na mifumo ya ulinzi ya nchini humo, na inadaiwa kwamba imesababisha uharibifu mkubwa katika maeneo mengi huko Tel Aviv, lakini pia Beersheba na maeneo mengi katika taifa hilo la Kiyahudi. Lakini kutokana na mashambulizi haya pia ilidaiwa kwamba waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi alisafiri hadi Uturuki katika mkutano wa OIC, lakini baada ya hapo safari nyingine ni nchini Urusi kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Wakati wa ziara hiyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alizungumza na Bwana Putin, na Bwana Putin alionyesha kwamba hakufurahishwa na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika vile vituo vya nyuklia vitatu vya Natanz, Isfahan pamoja na Fordo,
huku akisema kwamba Iran ina kila haki ya kufanya mashambulizi. Walizungumza mambo machache juu ya suala la mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika vinu vile vya nyuklia, lakini jioni yake ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatatu usiku, Iran ilifanya shambulizi zito kwa kutumia makombora 6 ambayo inadai yalifanikiwa kwa usahihi wa hali ya juu kushambulia ngome ya kijeshi ya Marekani huko nchini Qatar, miongoni mwa ngome kubwa ambazo ndio tegemezi ya Marekani katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Na hapo Iran ikisema kwamba tumelipa kisasi ambacho tulikisema, kwa sababu walisema kwamba watalipiza kisasi kutokana na makombora 6 yaliyopigwa katika maeneo ya Isfahan, Natanz pamoja na Fordo, na wao wakatumia makombora hayo 6 katika kulipiza kisasi. Lakini baada ya masaa machache, rais wa Marekani Donald Trump anatangaza kwamba amesitisha mapigano na amezungumza na pande zote mbili zimemkubalia kwamba watasitisha mapigano siku ya leo Jumanne. Lakini cha ajabu, majira ya saa 1 asubuhi kwa saa za Israel pamoja na Iran ilifanya shambulizi lingine na kuua karibia watu 4 na kujeruhi wengine 20 katika eneo la Beersheba. Na hakuna taarifa rasmi ambayo inathibitisha kwamba mataifa yote mawili kwa maana ya Iran pamoja na Israel zimekubaliana usitishaji wa mapigano. Lakini Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akakana jopo lake la baraza la mawaziri kuambia msizungumze chochote kuhusu suala la usitishaji mapigano. Huku upande wa Iran nako pia kukawa hivyo hivyo, hakuna taarifa rasmi kwamba wamekubali kusitisha mapigano, licha ya kauli iliyotolewa na Abbas Araghchi kuwasifia makamanda wake kwamba walipambana hadi dakika ya mwisho. Baadhi ya wachambuzi wakisema hii ni ishara ya kwamba amekubali kusitisha mapigano. Lakini je, tujue sasa ni nini ambacho kimempelekea bwana Donald Trump kuleta maneno hayo? Je, ni zile propaganda zake kwa maana baadaye anaweza akafanya shambulizi, au ni kutokana na kitu gani? Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba safari ya Araghchi haikuwa ya bure kwenda nchini Urusi. Baada ya shambulizi la vinu vya nyuklia, kumekuwa na maneno mengi kutoka mataifa mengi ulimwenguni, huku Medvedev, naibu katibu mkuu wa baraza la usalama la Urusi, akitoa matamshi mazito kupitia kurasa zake za X, zamani Twitter, akisema Iran itapewa makombora ya nyuklia kutoka mataifa mbalimbali. Ingawa hakuyataja, hili pia lilimshtua bwana rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia inadaiwa hakuna uthibitisho kuhusu hilo. Rais wa Urusi Vladimir Putin alipokutana na waziri wa mambo ya kigeni ya Iran bwana Abbas Araghchi, licha ya mazungumzo yale ambayo wengi tumeyashuhudia kupitia vyombo mbalimbali vya habari, inadaiwa kwamba Urusi imeshatoa tahadhari kwamba wakati wowote itaingia katika kuisaidia nchi ya Iran. Na hata katika mazungumzo yale ya kawaida bwana Putin alidai hivyo kwamba lazima tutaisaidia Iran katika mapambano, na kwa sababu Iran ni mshirika wetu hatutaweza kumwacha hivi hivi. Huku baadhi ya vyombo vya habari katika mitandao ya kijamii na bila kuthibitishwa na mamlaka husika, ni inadaiwa pia kwamba mataifa kama vile China pamoja na Korea ya Kaskazini yalikuwa katika mstari wa kutaka kufanya mapambano dhidi ya Israel na dhidi ya Marekani. Lakini kikubwa zaidi ni baada ya kauli iliyotolewa na Saudi Arabia baada ya shambulizi la Iran kwamba wapo tayari kuungana na nchi dada kwa maana nchi ya Qatar kwa ajili ya kuishambulia taifa la Iran, na hii ingesababisha mzozo huo kuwa mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kadhalika, ukiachana na kuenea kwa mzozo huo, hali ya upatikanaji wa mafuta katika eneo la Hormuz, ambapo ni mlango bahari ambao uko katika milki kubwa ya Iran, umeshafungwa, na hii pia ingesababisha hali ya uchumi wa ulimwengu kuyumba kwa kiasi kikubwa sana. Na inatajwa kwamba pengine Donald Trump na hili ameliangalia na kaona njia pekee ambayo tutaweza kumaliza hili jambo ni kumaliza vita hivi. Kwa hivyo mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukidukua mambo mbalimbali kuhusiana na ni kwa nini bwana Donald Trump amekuja kutangaza juu ya kusitisha vita hivi kati ya Iran pamoja na Israel. Endelea kuwa nasi. Mimi ni Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.